Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, natumaini mzima wa afya. Langu jina naitwa Uncle G. Asante wewe ambaye unaendelea kuungana na familia, lakini tukupongeze wewe mdau ambaye sikukuu umeipokea vizuri sana, lakini wewe ambaye sikukuu kwako imekukuta kidogo hauko sawa, basi tunakuombea kwa Mungu uwe sawa. Lakini niwashukuru sana Hombolo Wine ambao wanaendelea kunishika mkono kuhakikisha kwamba Asili Yetu TV inazidi kufika sehemu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Lakini shukrani sana kwa The Glory School ambao wanapatikana mkoa wa Iringa pale Mafinga Lungemba, ambao wao wanatoa huduma za elimu kwa watoto. Sasa mzazi, hakikisha mtoto wako unampeleka The Glory School. Na leo bwana, siko peke yangu, nimemtafuta mtu mmoja hivi ambaye nitamtambulisha hapo, utamjua yeye ni nani na kuna nini ametuandalia kuelekea kufunga mwaka. Bwana, karibu sana. Asante sana. Bwana, kwa faida sasa ya Asili Yetu TV, mashabiki wa Asili Yetu TV wanatamani kujua huyu ni nani? Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu George Mason Sanga. Na kwa sura ya kisiasa mimi ni katibu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma mkoa wa Njombe. Mkoa wa Njombe. Ni mtu mkubwa sana. Karibu sana Asili Yetu TV. Asante sana. Tumeshamsikia ni katibu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma mkoa wa Njombe. Okay. Bwana, hongera kwanza kwa harakati za uchaguzi, kampeni, kila kitu. Hatujaongea mambo mengi, lakini nikupe hongera kwa sababu ushindi umepatikana. Asante sana. Tunamshukuru Mungu, kila jambo akiruhusu yeye mambo yanakwenda. Okay. Mapokeo kwenye mkoa wako sasa kama chama kimepokelewaje? Hali ikoje? Tunashukuru kwamba chama ni sio kipya, lakini ni kipya kwa maana ya kukua. Lakini kwa muda mfupi sana mapokeo yamekuwa ni mazuri. Okay. Tusingetegemea mapokeo ya kiwango hiki. Matarajio yetu pengine yalikuwa madogo kuliko kile ambacho tumekutana nacho. Kwa watu wamepokea vizuri sana. Okay. Watu wanapima hoja, wanapima misimamo. Wanaangalia mnajikita kwenye mambo gani hasa. Kwa unaona kabisa kwamba watu ni kweli walikuwa wamechoshwa na utawala wa Chama cha Mapinduzi. Okay. Na imekuwa ni wakati sasa watu wanatafuta mbadala. Chama tumepokelewa kama chama mbadala. Okay. Kwa tukiangazia kwenye mkoa wetu wa Njombe, ni wilaya ngapi ambazo unaona kabisa Chauma mnahitaji kuwekeza nguvu zaidi? Kimsingi ni wilaya zote. Ni majimbo yote 6. Lakini katika uchaguzi huu uliopita tuliwekeza nguvu sana, au tulikuwa na wagombea kwenye majimbo 5 kati ya 6. Okay. Hatukuwa na wagombea kwenye jimbo la Makete. Okay. Na ushindi uliopatikana Njombe sasa, wewe binafsi mara baada ya kupewa ripoti kwamba bwana tumechukua ushindi, kwako mapokeo yako, furaha ilikuwaje? Ulihisi nini? Kimsingi sikuridhishwa sana na asilimia ambazo tulizipata. Okay. Kwa sababu kimsingi jimbo la Njombe tulikuwa tunashinda mapema kabisa. Kama tulivyokuwa nasema mapema tunatangaza. Mapema kabisa. Kwa ushindi wa kiwango cha juu kabisa, mapema kabisa. Okay. Lakini tunafahamu uadilifu wa baadhi ya watumishi wa tume ya uchaguzi na mambo kama hayo. Lakini bado tunafundishwa kuchukua kila jambo. Sisi tukapokea kwa shukrani kwamba hayo ndo matokeo. Na tukaamini kabisa kwa Mungu amelikusudia jambo, na baadaye basi ndio tukapata taarifa ya uteuzi wa Mheshimiwa Mbunge Sigrada kwa mbunge maalum mkoa wa Njombe. Jambo ambalo lilitupa faraja sana. Okay. Kwamba pamoja na kukosa uwakilishi moja kwa moja kwenye jimbo, basi tumepata angalau sauti ya wananchi wa mkoa wa Njombe. Okay. Na utendaji wake sasa wa kazi kama kiongozi wa mkoa mzima, kwako vipi? Unaridhisha nao au tunamwambia ongeze zaidi? Na kimsingi namfahamu Sigrada kabla hajawa mbunge. Namfahamu Mheshimiwa Sigrada kabla hajawa mbunge. Nafahamu ari yake ya ufanyaji kazi. Nafahamu nia yake hasa kwa kutumikia wananchi. Wale ambao wamekutana na Mheshimiwa Sigrada hata akiwa sio mbunge wanaweza kama mashuhuda haya ambayo ninayasema. Okay. Kwa hiyo kwa jinsi anavyokwenda kama chama mkoa wa Njombe tunaridhika sana. Na tumekuwa tunapokea salamu pia na shukrani na pongezi kutoka chama ngazi ya taifa. Viongozi mbalimbali wamekuwa
kujulisha viongozi wa mkoa kwamba wao pia wanaridhishwa na utendaji kazi kwa jinsi tunavyokwenda, na waliokuwa na mashaka kwamba inawezekana labda ni kwa sababu ni mwanzoni na nini, mimi kama katibu wa mkoa na hakikisha tu kwamba namfahamu. Unamfahamu vizuri sana. Yani hapo ndo kwanza anaanza. Kumbe hapo safari bado. Safari bado. Ndo kwanza tunaanza kufungasha mabegi kwa ajili ya safari. Mchaka unaanza. Unaanzia hapo ya okay. Tumeona hicho vitu ambavyo umevizungumza. Tumeanzia kwenye harakati za kampeni mpaka uchaguzi, lakini umetuthibitishia kwamba mheshimiwa kwanza majukumu ndo yanaanza. Huko tumeshamaliza. Sasa tuingie kwenye kipengele kingine. Kuna cover ambayo tayari inatembea kwenye mitandao ya kijamii kwamba umeandaa usiku wa nini ule? Usiku wa kuzihesabu baraka. Naam. Kwanza mimi nichukue nafasi hii kukupongeza. Nimeona caption pale imeandikwa kwamba Krismasi zaidi ya 5 haukuwa uraiani. Lakini hii ni ushindi tosha kwamba sasa hivi unasherekea Krismasi ukiwa uraiani. Kwa mtu ambaye haelewi anaweza akasema ni nini, kwani kuna kitu gani? Sema nao. Asante sana. Nilikuwa nimejitambulisha kwamba kwa upande mmoja George ni mwanasiasa, ni katibu wa Chauma mkoa wa Njombe, lakini pia nilikuwa diwani kwa kata ya Ramadhani kwa mwaka 2015-2020. Mwaka 2020 nikawa nagombea tena kwa kipindi cha pili. Ndipo ambapo nilikutwa na maswaibu ya kuingia gerezani kwa kesi ya kutengenezwa, kesi ambayo imeniweka gerezani kwa miaka hiyo takriban mitano, miaka 4 na miezi mitatu, lakini Krismasi 5. Maana 2020, 21, 22, 23, 24 hizo Krismasi zote nimezisherehekea nikiwa nyuma ya nondo kama Waswahili wanavyosema. Kwa hiyo kwangu mimi siku hii ya leo ni siku ya kipekee sana. Ni siku ya kipekee sana. Sherehe za mwisho wa mwaka huu ni sherehe za kipekee sana. Sasa George huyu ambaye ni mwanasiasa pia na ni mwalimu kwa taaluma, George ni mtumishi wa Mungu pia. Ni mwalimu? Ni mwalimu kwa taaluma. Halafu lakini ni mtumishi wa Mungu. Halafu ni mwanasiasa. Naam, na ni mwanasiasa. Sasa nikafikiri nafanyaje mwisho wa mwaka huu? Kwanza nikikumbuka ushindi wa mwisho wa mwaka uliopita. Maana nimetoka gerezani tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2024. Mwaka unaisha na mimi ndo natangaziwa na ushindi na uhuru. Ukaanza mwaka sasa 2025. Nikaanza mwaka 2025 nikiwa raia huru tena kwa maisha ya kawaida tena. Nikarudia viatu vyangu vya kawaida vya mara ya kwanza katika utumishi, uimbaji na mambo kama hayo. Nikafikiri nifanye nini? Jawabu langu likawa ni moja tu, kwamba hapa aliyefanya sio mimi wala sio yeyote mwenye mamlaka yoyote, ila ni Mungu. Kwa hiyo nikafikiri kwamba hapana, jambo pekee la kulifanya mwisho wa mwaka huu ni kuzihesabu baraka. Maana hata tukifanyaje hatuwezi kuzungumza lolote kama tumelifanya kwa ujanja wowote kama sio Mungu ameamua kuachia baraka zake. Basi nikafikiri ule usiku sasa wa tarehe 31 mwisho wa mwaka 2025 nikamilisha mwaka mmoja tena uraiani, nikikumbuka siku niliyotangaziwa uhuru. Basi uwe ni usiku sasa ambao niungane na watu wa Njombe na Tanzania kwa ujumla tuzihesabu baraka pamoja. Ni kitu kimoja kizuri, kimepangiliwa vizuri sana. Kabla hatujaendelea hapo kuangazia kiundani zaidi siku hiyo kitapatikana nini, turudi hapa nyuma kwenye hii miaka ambayo ulikuwa nyuma ya nondo. Baada ya kutoka, kuna athari zozote labda baada ya kutoka uraiani ukakuta kwamba kuna vitu vimeharibika, ilikupa changamoto kusimama tena? Kwako hii ilikuwaje? Ni kweli athari zipo. Athari zipo kama binadamu, athari hatushindwi kukutana nazo. Lakini namshukuru Mungu kwamba niliwezeshwa kuiandaa akili yangu iyapokee mazingira yoyote ambayo nitayakuta. Na naweza nikakiri wazi kwamba athari pekee ambazo nimekutana nazo ni athari za kiuchumi. Nilikuwa na shughuli zangu nyingi ambazo kwa zifanya zikiniingizia kipato. Hizo ndio ambazo nimekuta karibia zote zimesimama, karibia nyingi zimekufa kabisa. Kwa nika na jukumu tena la kuanza kuamsha mambo
taratibu. Lakini kwenye mambo mengine kiroho niko safi, huduma zilikuwa zinaendelea. Kiakili niko timamu kabisa. Kijamii namshukuru Mungu niko timamu kabisa, kwa sababu ingetarajiwa kwamba pengine nitoke nikiwa nimepoteza marafiki miaka 5 sio miaka michache. Pengine nitoke nikiwa sina tena connections ambazo nilikuwa nazo. Pengine nitoke nikiwa mgeni kwenye jamii. Kwa kijamii niko sawa sawa. Nimetoka nimekuta marafiki zangu wananipokea vizuri, jamii yangu inanipokea vizuri, waumini wenzangu makanisani wananipokea vizuri, watumishi wenzangu katika huduma wananipokea vizuri kabisa. Kwa hiyo eneo pekee ambalo nilishake ni eneo la kiuchumi. Kwenye uchumi. Lakini mpaka sasa hivi unaionaje hali ya uchumi? Namshukuru Mungu. Yeye yule ambaye alisema katika kitabu cha Yoeli 2:25 kwamba yeye anarejesha miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu. Hayo sasa mimi sisimuliwi. Nayaona waziwazi kabisa kwamba ile miaka iliyopotea Mungu anarejesha kwa utaratibu wake, kwa viwango ambavyo namshangaa. Asante. Tumeangazia hapo vizuri kabisa, mwenye kuelewa ameelewa. Tuelekee sasa kwenye siku husika. Usiku huo kutakuwa na huduma gani ambazo zitapatikana, ili mimi ninavyokuja nijue naenda kupokea neno la Mungu, naenda kupokea nini na nini, nijue ni kapu gani ambalo nitalikuta kule. Asante sana. Kwanza natamani watu wa Njombe na Tanzania kwa ujumla wauchukue huu kama ndio mtoko wa mwisho wa mwaka. Mtoko wa mwisho wa mwaka, mtoko wa kuanza mwaka. Unamaliza mwaka na Bwana, unaanza mwaka na Bwana. Mengi nimetendewa, lakini imani yangu na ni hakika ya kwamba kila mmoja yako mambo mengi sana ambayo Mungu amemtendea. Ni vile tu huwa hatupati nafasi nzuri ya kutulia kutafakari. Ndio maana tukauita usiku. Sasa usiku wa kuzihesabu baraka, ili kwa pamoja kila mmoja akumbuke yale mazuri magumu ambako amepitishwa, akumbuke zile baraka ambazo zilishuka kwake kama mvua. Tuzikumbuke hizo kwa pamoja, alafu mwisho wa siku tufanye nini? Mwisho wa siku turudishe sifa na utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo utakuwa ni usiku wa kusifu, wa kuabudu, wa kuomba, shuhuda na maombi. Imepangiliwa. Kwa hiyo mambo hayo yatakwenda kwa mtiririko huo. Tunaamini kabisa, yani hata muda unaweza usitoshe. Ni package ambayo imeshiba, kwa sababu kuna watu wa aina tofauti ambao watakuwepo, watumishi mbalimbali, waimbaji mbalimbali ambao watakuwepo. Tutapokea shuhuda kama za kwangu mwenyewe. Siku 1553 gerezani, siwezi kuwa mtupu mdomoni. Siwezi kuwa sina cha kusimulia. Unajua, tukizisoma habari za kina Shadrach, Meshach na Abednego ni kama hadithi. Lakini sasa katika usiku huo tunakwenda kukutana na hizi habari katika uhalisia wake wa George wanayemfahamu. George wanayemfahamu katika siku 1553 natoka hali sina dhara lolote. Niko timamu kiakili, niko timamu kiroho. Niko timamu kimwili. Twende tukahesabu baraka hizo. Tumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu, nimeelewa mpangilio. Umepangilia vizuri sana, na imani itakuwa ni usiku wenye baraka sana sana kwa mtu yeyote ambaye atanyanyua mguu wake na kuupeleka pale. Kwa hiyo nakupongeza sana. Asante sana. Nakupongeza sana. Asili Yetu TV tumefurahi sana kupiga stori na wewe. Kuna vitu ambavyo tayari tumejifunza, lakini pia na mashabiki wa Asili Yetu TV au wadau, tuna imani kuna vitu watajifunza. Kwa hiyo mkazi wa Njombe na sehemu zingine, unapotazama interview hii, basi una nafasi kubwa ya kuchukua maamuzi kwamba wacha niende nikaungane nao, kwa sababu hii haijakaa kisiasa, hii imekaa kihuduma ya kiroho zaidi, haijakaa kidhehebu. Ndio kitu moja ya vitu ambavyo nimevipenda hivi. Tutarajie kuna waimbaji wa nyimbo za Injili ambao watakuwepo pale kutoka ndani ya Njombe na nje ya Njombe. Naam, tutarajie waimbaji wengi sana. Sasa hivi kamati ya maandalizi inaendelea kuratibu, kwa maana wale wanaothibitisha kuwepo na watumishi ambao wanathibitisha kuwepo. Nafikiri baada ya siku hizi 2 baada ya Christmas kupita, tutaanza sasa kuachia taarifa za nani atakuwepo, nani atakuwepo, lakini ni watu wengi sana. Timu nyingi za kusifu na kuabudu zimethibitisha kuwepo.
waimbaji binafsi wengi sana wanaendelea kuthibitisha kuwepo, lakini pia watumishi wa Mungu ambao watatuongoza katika vipengele vya maombi na maombezi, nao pia wameendelea kuthibitisha kuwepo. Na tuwakumbushe tu watu kwamba hii ni ibada, hakuna kiingilio. Hii ni ibada, hakuna kiingilio. Na tumechukua ukumbi mkubwa kabisa, Agreement, ambapo tunaamini kabisa utatosha watu waje kwa wingi wao, mtu akijua kabisa kwamba anakuja kuhudumiwa. Itaanza majira saa ngapi? Na tukio letu tajari anze saa 2 usiku. Watu wameshafanya maandalizi nyumbani. Tunakutana saa 2 kwa ajili ya kumaliza mwaka na kupokea mwaka 2026. Bana, hapo umeeleweka vizuri. Mimi upande wangu sina la ziada, labda kama kuna kitu cha ziada upande wa kwako. Naam. Kwanza ni waalike sana watu wote, lakini sina mashaka kwamba Asili Yetu TV mtakuwepo, maana ni bwana, hamna jambo dogo. Kwa nini mheshimiwa, hatuna jambo dogo? Tunawafahamu vizuri sana Asili Yetu TV na nitoe pongezi zangu za dhati kabisa kwa Asili Yetu TV. Mmekuwa watu ambao mnahabarisha umma, lakini pia mnakamata taarifa za kila nyanja. Unajua kuna media inaweza ikatambulika kwa habari fulani, lakini Asili Yetu TV mnakamata taarifa za kila nyanja. Nyinyi ni watu muhimu sana nyanda za juu kusini na Tanzania kwa ujumla wake. Na kwa sababu mnatembea sana online, mimi naamini kabisa Tanzania inakwenda kupata kitu kutoka kwa Asili Yetu TV. Kwa karibuni sana, msikose. Lakini pia Tanzania karibuni. Kwa yote ambaye atapata nafasi ya kufika, basi karibu sana ufike. Tutajitahidi pia kwenda live kwa wale ambao kwa sababu moja au mbili watashindwa kufika kwa sababu ya umbali, lakini wale ambao una uwezo wa kuinua mguu kufika, ni kukaribisha sana. Karibu katika usiku wa kuzihesabu baraka tarehe 31 ya mwezi wa 12 katika ukumbi wa Agreement Hotel. Ni bure, hakuna kiingilio. Kiingilio chako ni miguu yako na utayari wako wa kuja kuungana na Watanzania wenzako, tuzihesabu baraka na mwisho wa siku tulishe sifa na utukufu kwa Mungu. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Hapo location imeeleweka kabisa. Kwa hiyo naamini ni kazi kwetu sasa kunyanyua miguu yetu na kufika pale. Mimi nikushukuru sana. Karibu tena kwa wakati mwingine Asili Yetu TV. Pale unapokuwa unatuhitaji, basi usisite kuwasiliana na sisi, tupo kwa ajili yako. Asante sana mtazamaji ambaye umekuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Mimi naitwa Uncle G, nikutakia kila laheri na utazamaji mwema wa vipindi vijavyo.